Wakati zikiwa zimebaki saa chache kabla wananchi Yanga kucheza dhidi ya Namungo kwenye uwanja Majaliwa pale Ruangwa mkoani Lindi, sehemu mojawapo ambayo inasubiriwa kwa hamu kuona ni juu ya washambuliaji wawili. Tunazungumzia mchezaji wa kimataifa kutoka Angola Laurindo Depu ambaye alisajiliwa na Yanga wakati wa usajili wa dirisha dogo, lakini kuna mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunazungumzia Fabrice Ngoi wa Ngoi. Ni wachezaji ambao wakiwa kwenye kiwango chao bora leo hii huenda wakachangia matokeo, wakachangia athari za mchezo wa leo Yanga dhidi ya Namungo. Mpaka sasa kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, Yanga wamecheza mechi 8 wana pointi 22. Tunazungumzia performance, ufanisi wa around 92%. Wakiwa ndio timu inayoongoza kwa kufunga mabao mengi, mabao 21, ndio timu yenye ukuta imara zaidi ikiwa imeruhusu mabao mawili tu, wao na Azam. Lakini Namungo wanakwenda uwanjani wakiwa ni miongoni mwa timu ambazo performance yake bado haijawa hivyo. Ni kwa sababu gani? Wao wameshacheza mechi 14 lakini wana pointi 20. Kwa hiyo ufanisi ni around 48%. Namungo wanakwenda katika mchezo huu wakiwa wana mshambuliaji anayeongoza kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kwa ufungaji mpaka sasa, kwa sababu huyu tunayemzungumzia Fabrice Ngoi wa Ngoi ameshafunga mabao 7. Kumbuka Namungo mabao alionayo mpaka sasa ni 13. Yeye amefunga mabao 7. Na kabla ya mchezo wa mwisho alikuwa tayari ameshacheza mechi 11, lakini akiwa tayari ameshafunga mabao hayo 7. Tena akiwa amepiga mashuti 15, 11 on target, akiwa kwenye kiwango chake bora. Fabrice Ngoi wa Ngoi akiwa anapata ushirikiano kutoka kwa wenzake Geoffrey Luzendaze ambaye anacheza nyuma yake, Jacob Masawe, lakini pia Cyprian Kipenye. Ni dhahiri kwamba walinzi wa Yanga kina Ibra Baka, Dickson Job, Bakari Nondo Mwamnyeto, Frank Asink, yeyote atakayepata nafasi ya kucheza miongoni mwa wawili walinzi wa kati, wana kazi ya ziada kucheza kwa mkongo huyu ambaye yupo kwenye kiwango bora sana. Anafunga katika open play, lakini pia anafunga katika mipira ya kutenga. Wakati mwingine mipira ya pili ya kona yeye ni mzuri katika kuimalizia, na tunapozungumza Namungo mpaka sasa kwenye ufanisi eneo la mwisho yeye yupo juu mno. Itakuwa vipi leo hii? Lakini kwa Yanga, kwa nini tunamtaja Depu? Depu mpaka sasa mechi alizocheza ni 2 tu, lakini dakika alizocheza sio dakika 180. Amecheza dakika 110. Maana yake dakika 70 hajahusika uwanjani. Kwenye mechi hizo amepiga mashuti 4, 3 on target, ana mabao 3, lakini ana assist 1. Yanga ana mabao 21. Maana yake yeye kwa mechi 2 tayari amechangia mabao 4 katika mabao 21. Sawa na mchango wa jumla, kwa maana mabao aliyofunga na assist jumla ni 19% mabao yote ya Yanga. Akiwa kwenye kiwango chake bora, Laurindo Depu ambaye huwa ni mshambuliaji kinara katika mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 4, viungo 2 wa ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, yeye hucheza kama mshambuliaji kinara. Lakini pia wakati mwingine kocha Pedro Gonçalves hupenda kupanga baada ya golikipa anakuwa na walinzi 4, viungo 4, washambuliaji 2, yeye anakuwa mmoja wapo. Anakwenda kwenye mchezo huu akiwa na mzuka zaidi, kwa sababu katika mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi, mechi ya 6 katika kundi lao, Yanga dhidi ya JS Kabylie, uwanja wa New Amaan Complex visiwani Zanzibar, Depo alifunga mabao 2. Sasa akiwa na mwenendo huu wa upachikaji mabao, maana yake ni kwamba Namungo walinzi wao hapa tunazungumzia kina Abdalla Mfuko wana kazi ya ziada, kina Bakari Huseni, kina Rogers Gabriel, akina Bachela Julius na viungo wao akina Hamisi Alifanyenye, Abdul Karim Kiswanya wana kazi ya ziada kuhakikisha wanaungana kwa pamoja katika kutekeleza majukumu ya kiulinzi kumkabili Depu, huku pia wakijua wakati unakabiliana na Depu unatoa fursa kwa kina Alan Okello, Maxim Pia Zengeli, Zuki Abuya wanapokwenda kushambulia, naye huwa ni sehemu ya wale supportive strikers. Hawachezi mbali na mshambuliaji na hivyo huwa anafunga mabao. Mabeki wao pembeni tunazungumzia Shadrack Sakaboka au Mohamed Hussein Shabalala upande wa kushoto, lakini kulia Kibwana Shomari, tunazungumzia Kwasi Atula yao. Wote hao wakiwa kwenye kiwango chao bora pamoja na Mudathi haya basi, maana yake inaifanya mechi ya leo hii Namungo wakicheza nyumbani uwanja Majaliwa dhidi ya Yanga itakuwa ni mechi yenye mvuto wa hali ya juu na ushindani haswa. Ni swala kusubiri kuona Yanga wataendeleza makali yao, ambapo mpaka sasa performance yao, ufanisi ni 92%, yani ufanisi ni 100% zaidi ya kile walichokifanya msimu uliopita wakati kutoa ubingwa, mechi 30 wakiwa na pointi 82, ufanisi wa 91%. Lakini sasa performance 92%, wanafunga sana mabao 21, na wamefanya hayo baada ya kupiga mashuti 77, 39 on target, goal conversion rate ikiwa 27%, wakati Namungo
wamepiga mashuti 78, 41 on target, goal conversion rate ni 17%. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Akiwa kwenye kiwango chake bora, Fabrice Ngoi wa Ngoi akiwa anapata ushirikiano kutoka kwa wenzake Geoffrey Luzendaze ambaye anacheza nyuma yake, Jacob Masawe, lakini pia Cyprian Kipenye. Ni dhahiri kwamba walinzi wa Yanga kina Ibra Baka, Dickson Job, Bakari Nondo Mwamnyeto, Frank Asink, yeyote atakayepata nafasi ya kucheza miongoni mwa wawili walinzi wa kati, wana kazi ya ziada kucheza kwa mkongo huyu ambaye yupo kwenye kiwango bora sana. Anafunga katika open play, lakini pia anafunga katika mipira ya kutenga. Wakati mwingine mipira ya pili ya kona yeye ni mzuri katika kuimalizia, na tunapozungumza Namungo mpaka sasa kwenye ufanisi eneo la mwisho yeye yupo juu mno. Itakuwa vipi leo hii? Lakini kwa Yanga, kwa nini tunamtaja Depu? Depu mpaka sasa mechi alizocheza ni 2 tu, lakini dakika alizocheza sio dakika 180. Amecheza dakika 110, maana yake dakika 70 hajahusika uwanjani. Kwenye mechi hizo amepiga mashuti 4, 3 on target, ana mabao 3, lakini ana assist 1. Yanga ana mabao 21. Maana yake yeye kwa mechi 2 tayari amechangia mabao 4 katika mabao 21. Sawa na mchango wa jumla, kwa maana mabao aliyofunga na assist jumla ni 19% mabao yote ya Yanga. Akiwa kwenye kiwango chake bora, Lorindo Depu ambaye huwa ni mshambuliaji kinara katika mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 4, viungo 2 wa ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, yeye hucheza kama mshambuliaji kinara. Lakini pia wakati mwingine kocha Pedro Gonçalves hupenda kupanga baada ya golikipa na kuwa na walinzi 4, viungo 4, washambuliaji 2, yeye anakuwa mmoja wapo. Anakwenda kwenye mchezo huu akiwa na mzuka zaidi, kwa sababu katika mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi, mechi ya 6 katika kundi lao, Yanga dhidi ya JS Kabylie, uwanja wa New Amaan Complex visiwani Zanzibar, Depo alifunga mabao 2. Sasa akiwa na mwenendo huu wa upachikaji mabao, maana yake ni kwamba Namungo walinzi wao, hapa tunazungumzia kina Abdalla Mfuko, wana kazi ya ziada, kina Bakari Hussein, kina Rogers Gabriel, akina Bachela Julius na viungo wao akina Hamisi Alifanyenye, Abdul Karim Kiswanya, wana kazi ya ziada kuhakikisha wanaungana kwa pamoja katika kutekeleza majukumu ya kiulinzi kumkabili Depu, huku pia wakijua wakati unakabiliana na Depu unatoa fursa kwa kina Alan Okello, Maxim Pia Zengeli, Dzuki Abuya wanapokwenda kushambulia, naye huwa ni sehemu ya wale supportive strikers. Hawachezi mbali na mshambuliaji na hivyo huwa anafunga mabao. Mabeki wao pembeni, tunazungumzia Shadrack Sakaboka au Mohamed Hussein Shabalala upande wa kushoto, lakini kulia Kibwana Shomari, tunazungumzia Kwasi Atula yao. Wote hao wakiwa kwenye kiwango chao bora pamoja na Mudathi haya basi, maana yake inaifanya mechi ya leo hii Namungo wakicheza nyumbani uwanja Majaliwa dhidi ya Yanga itakuwa ni mechi yenye mvuto hali ya juu na ushindani haswa. Ni swala la kusubiri kuona Yanga wataendeleza makali yao, ambapo mpaka sasa performance yao, ufanisi ni 92%, yani ufanisi ni 1% zaidi ya kile walichokifanya msimu uliopita wakati kutoa ubingwa, mechi 30 wakiwa na point 82, ufanisi wa 91%. Lakini sasa performance 92%, wanafunga sana mabao 21, na wamefanya hayo baada ya kupiga mashuti 77, 39 on target, goal conversion rate ikiwa 27%, wakati Namungo wamepiga mashuti 78, 41 on target, goal conversion rate ni 17%. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan.